Katika karne hii ya 21, nchi kubwa na yenye rasilimali nyingi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imekuwa katika kile kinachotajwa kuwa ni vita vya dunia vya Afrika. Hali hii imeiacha nchi katika janga la kuhitaji misaada ya binadamu. Mapigano ya miaka ya nyuma yalitikisa serikali iungwa mkono na Angola, Namibia na Zimbabwe dhidi ya waasi walioungwa mkono na Uganda na Rwanda. Afrika tungane pamoja ni maneno ya waasisi wa mataifa yetu, ikiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah na wengine wengi. Walihimiza amani, upendo na mshikamano wa bara la Afrika. Bahari maji makuu ndani yake kuna mengi, kuna viumbe wakuu idadi yake ni wengi. Nyangumi ndio wakuu ndani ya bahari nyingi. Bahari sehemu kuu ndani yake kuna mengi. Wakati Mohamed Seif akionyesha katika ushairi wake wa Wasakatonge kwa jamii nyingi za Kiafrika zinakabiliwa na suala la uongozi mbaya. Wapo viongozi ambao hawataki kuachia madaraka kama inavyoonyesha katika ushairi wa Dikteta. Ni ushairi ambao unaonyesha jinsi wanyonge wamo shidani, digidigi na nyani wamo makimbizoni, fisi wafurahia. Je, ni sheria ya mbuga? Mwandishi anaonyesha waziwazi unyonyaji unaofanywa na viongozi au watu wa tabaka la juu dhidi ya tabaka la chini ambao wanaishi vijijini na mjini, waendao hospitalini na wapelekwao mahakamani. Lakini leo hii viongozi wengi wa Afrika wanafadhili mauaji kwa kutoa misaada ya silaha kwa waasi, tena bila hofu ya aina yoyote ile. Licha ya mpango wa amani na kuundwa kwa serikali ya mpito mwaka 2003, watu upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesalia kuwa sehemu ya wasiwasi kutokana na kuwepo kwa makundi ya wanamgambo na wanajeshi wanaosumbua kwa muda mrefu. Kila mmoja anajua madhara ya vita, badala yake ni mateso na vifo. Kwa muda mrefu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa katika mzozo wa kivita. Ikumbuke kwa tangu enzi za ukoloni, taifa la Kongo lilikaliwa na zaidi ya koloni moja. Sababu kubwa ni utajiri unaopatikana nchini humo. Vita hivyo vilisababisha vifo vya takribani watu milioni 3, ama kutokana na mapigano ya moja kwa moja au kutokana na magonjwa au utapiamlo. Hali hiyo inatajwa kuwa huenda ndio baa kubwa kuwahi kutokea barani Afrika kwa miaka ya hivi karibuni. Vita hivyo vilikuwa na athari za kiuchumi na za kisiasa. Mapigano yaliyochochewa na hazina kubwa ya utajiri wa madini, huku pande zote mbili zikitumia mwanya huo kufuja rasilimali. Fahali wawili wanapogombana zinazomia ni nyasi. Ni kurudishe nyuma kidogo kuhusiana na hiki kinachoendelea DRC Kongo. Historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa na sura mbili. Moja, vita vya wenyewe kwa wenyewe na ufisadi. Baada ya uhuru mwaka 1960, nchi hiyo mara moja ilikabiliwa na jeshi kufanya mgomo na jaribio la kutaka kujitenga kwa jimbo lenye utajiri wa madini la Katanga. Mwaka mmoja baadaye, waziri mkuu wa wakati huo Patrice Lumumba alikamatwa na kuuawa na wanajeshi wanaomtii mkuu wa majeshi Joseph Mobutu. Damu zito kuliko maji, hiki ndicho kinachowatesa DRC Kongo hadi leo. Emile Patrice Lumumba, shujaa wa Afrika kwa ujumla na Kongo kwa upekee. Historia ya DRC Kongo haiwezi kukamilika bila kuwepo kwa jina lake. Mwaka 1965 Mobutu alichukua madaraka na baadaye kuibadili jina nchi hiyo na kuita Zaire, na yeye kujiita Mobutu Sese Seko. Aligeuza Zaire kuwa eneo la harakati dhidi ya Angola iliyokuwa ikiungwa mkono na Jamhuri ya Kisovieti, na hivyo yeye alipata kuungwa mkono na Marekani, lakini pia alidumbukiza Zaire katika ufisadi. Baada ya vita baridi, Zaire ilipoteza umuhimu wake kwa Marekani. Hivyo mwaka 1997 wakati nchi jirani ya Rwanda ilipovamia Zaire kuwasaka wanamgambo wa Kihutu, iliwapa nafasi waasi wanaompinga Mobutu ambao mara moja waliteka mji wa Kinshasa na Luteni Kabila kuingia madarakani na kuwa rais na kurejesha jina la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, matatizo ya DRC Kongo yaliendelea. Mzozo kati ya Bwana Kabila na washiriki wake wa zamani alianzisha uasi mwingine uliokuwa ukiungwa mkono na Rwanda na Uganda. Angola, Namibia na Zimbabwe zilichukua upande wa Kabila na hivyo kuigeuza nchi hiyo kuwa uwanja wa vita. Majaribio ya kupindua serikali, ghasia na hapa na pale ziliendelea kulindima na kuanzisha mapigano mapya mashariki mwa nchi hiyo. Mwaka 2008 wanamgambo wa Kihutu kutoka Rwanda walipambana na wanajeshi wa serikali mwezi Aprili na kusababisha maelfu ya raia kukimbia makazi yao. Kundi jingine la waasi chini ya Jenerali Luteni Nkunda lilitia saini makubaliano ya amani mwezi Januari, lakini mapigano yalizuka tena mwezi Agosti. Majeshi ya Jenerali Nkunda yalisonga mbele na kuingia katika ngome ya serikali na mji wa Goma na kusababisha raia na wanajeshi kukimbia, huku majeshi ya kulinda usalama Umoja wa Mataifa kujaribu kushikilia maeneo pamoja na wanajeshi waliosalia wa serikali.
Katika jaribio la kuleta hali ya utulivu serikalini mwezi Januari mwaka 2009, ilialika wanajeshi kutoka Rwanda kusaidia kuwasaka waasi wa Kihutu wanaofanya shughuli zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Rwanda ilimkamata hasimu mkuu wa waasi wa Kihutu, Jenerali Nkunda ambaye ni Mtusi, alionekana kama mpinzani mkuu katika eneo hilo. Hata hivyo, mwaka 2009 ulisalia kuwa na hali ya wasiwasi katika maeneo ya mashariki. Ikumbuke Jenerali Luteni Nkunda ndio muasisi wa kundi la M23 linaloitesa DRC Kongo hadi leo, kwani huwezi kuzungumzia M23 bila kuangazia historia ya jamii ya Watusi katika eneo la mashariki mwa DRC Kongo, na ambao pia wako nchini Rwanda. Makundi mbalimbali yalibuniwa ili kutetea maslahi ya jamii ya Watusi katika eneo hilo. Historia inaturudisha nyuma kidogo. Mwaka 2006, CNDP National Congress for the Defense of People iliundwa na viongozi wa Watusi wa Kongo Mashariki. Ilikuja kutokana na kuongezeka kwa mvuto wa kabila kati ya Watusi na makundi mengine, hasa baada ya mauaji ya kimbali ya Rwanda na mgogoro wa wakimbizi chini Kongo. Afrika imekumbwa na majanga, wakati huo mataifa ya makaburu wakizalisha sisi tunapigana. Kundi la waasi la CRD ambalo lilikuwa limedhibiti eneo hilo lilikatishwa tamaa na mchakato wa amani na serikali ya Kabila, wakihofia kupoteza mamlaka. Wakiongozwa na Luteni Nkunda, CNDP ililenga kuwalinda raia wa Kihutu dhidi ya mashambulizi ya makundi ya wanamgambo wa Kihutu na kupata wakili bora wa kisiasa kwa Watusi katika serikali ya Kongo. Kuundwa kwa CNDP kwa kiasi kikubwa kulitokana na kushindwa kwa mchakato wa amani na kutozingatiwa kwa mahitaji ya usalama wa jamii ya Watusi. Vita vya kwanza na vya pili vya Kongo mwaka 1996 hadi mwaka 2003, nchi jirani ziliingilia kati mzozo wa DRC na kuundwa mtandao tata na ushindani. Makundi yenye silaha, makundi kama vile CNDP Congress of the National Congress for the Defense of People na M23, yani mrisi wa CNDP, wametumia matatizo ya ndani, usaidizi kutoka nje na biashara haramu ya madini ili kujiendeleza. Tuangazie kwa kina chimbuko la M23 CNDP ikiongozwa na Luteni Nkunda. Awali kiliundwa ili kulinda jamii za Watusi, lakini ilijulikana kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na biashara haramu. Mnamo mwaka 2009, makubaliano ya amani yalitaka kuunganisha vikosi vya CNDP katika jeshi la Kongo, lakini mvutano uliendelea na kusababisha kuundwa kwa M23 mnamo 2012. Kundi hilo lilipewa jina baada ya makubaliano ya amani ya Machi 23, 2009, ambapo aliahidi kuunganishwa kwa wapiganaji wa CNDP katika jeshi la Kongo na kutambua mlengo wao wa kisiasa. Hata hivyo, kikundi cha CNDP kilidai kuwa makubaliano hayo hayakutekelezwa na kuzaliwa kwa M23 ili kushinikiza madai hayo. M23 inadai kulinda jamii za Watusi wanaozungumza Kinyarwanda nchini DRC, ikitaja vitisho kutoka kwa wanamgambo wa Kihutu na kushindwa kwa serikali kulinda usalama wao. Licha ya madai hayo, kundi hilo limekuwa likishtumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, ikiwemo mashambulizi dhidi ya raia. Je, uwezo wa kijeshi wa M23 kiasi cha kutisha serikali ya Kongo inakuwaje? Kufikia Januari 2025, makadirio yanaonyesha kuwa vikosi vya M23 vina wapiganaji kati ya 300 hadi 400. Zaidi ya hayo, ripoti kutoka Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa wapiganaji wa Rwanda wanaunga mkono operesheni za M23, ingawa Rwanda imekuwa ikikanusha. Aidha, Rwanda imeendeleza madai kwamba kundi la FDLR ambalo lilitajwa kuhusika katika vita vya kimbali vya mwaka 1994 lilikimbilia DRC na linatumiwa na taifa hilo kuendeleza mauaji ya kimbali ndani ya mashariki mwa DRC, jambo ambalo Kinshasa imekanusha vikali pia. M23 imeonyesha uwezo mkubwa wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na vita vya kawaida. Kikundi kinatumia mikakati ya kijeshi ya kawaida kuwezesha kukamata na kudhibiti miji muhimu kama vile Goma. Mbinu za mapigano ya miguu pia hutumia mbinu za kutembea, kuruhusu operesheni za kupambana zinazotambulika na zinazobadilika. Silaha nzito. M23 inatumia silaha nzito ambazo zinatumika katika mashambulizi, na hivi majuzi vile wapiganaji wake wanavalia sare rasmi za kijeshi na silaha kali nyinginezo zikiwemo za kisasa. Mchanganyiko wa uwezo huo unawezesha M23 kuleta changamoto kubwa kwa wanajeshi wa DRC Kongo na kudhibiti maeneo ya mkakati ndani ya eneo hilo.
Rwanda inahusikaje katika hili? Ni swala ambalo watu wanajiuliza sana. Kuibuka tena kwa M23 kunafungamana kwa ratiba ushindani wa kikanda, hasa kati ya DRC Congo, Rwanda na Uganda. Rwanda imeshutumiwa kwa kuunga mkono M23 kwa msaada wa silaha na uendeshaji, madai ambayo imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Ripoti ya Umoja wa Mataifa mwaka 2022 iliangazia ushahidi wa vikosi vya ulinzi vya Rwanda kusaidia M23 na kuzidi kuzorotesha uhusiano kati ya Kigali na Kinshasa. Kwa mtazamo wa Rwanda, M23 inatumika kama kikosi kinzani dhidi ya Force Democratic de Liberation de Rwanda FDLR, wanamgambo wa Kihutu ambao wanajumuisha watu waliohusika na mauaji ya kimbali mwaka 1994 ya Rwanda. Rwanda inaona kuvunjwa kwa FDLR kama kipaumbele chake cha usalama. Wakati huo huo, Uganda imefuata maslahi yake nchini DRC Congo, ikiwa ni pamoja na miradi ya miundombinu na njia za biashara. Ushindani huu wa ushawishi pamoja na maslahi ya madini ya kikanda na masuala ya usalama unachochea mvutano.